Mechi haichezi. Mechi haichezi. Mechi haichezi. Mechi haichezi. Mechi haichezi. Mechi haichezi. Kwa majina naitwa Omari Saleh Mbezi, ni katibu wa tawi la wabishi, lakini pia ni mratibu wa matawi mkoa wa Lindi. Tumekusanyika hapa watu wachache, ikiwa ni sehemu ya wawakilishi ya wanachama wote tuliokusanyika jana na kufanya mkutano kwa lengo la sisi kama wanayanga wa mkoa wa Lindi kutoa maazimio yetu ya kuunga mkono kamati tendaji ya klabu ya Yanga inayoongozwa na rais wetu wa klabu ya Yanga Engineer Hersi. Kama wanavyofahamu, hapo awali, siku kadhaa zilizopita, kamati tendaji ilikutana kwa kikao cha dharura kwa lengo la kuazimia kutopeleka timu tena kuhusiana na mchezo ambao haukufanyika tarehe 8. Sisi tunasema haukufanyika, sio kuahirishwa, sababu kilichoahirishwa kinakuwa katika taratibu, ule uahirishaji haukuwa kwenye taratibu. Kwa tunasema mchezo haukufanyika kwa sababu ambazo vyombo vingine wanafahamu. Hivyo basi tumeona tukutane. Baada ya mkutano wetu wa jana, tulitoka na maazimio ambayo sasa tunayaleta kwenye vyombo vya habari, ikiwa ni maazimio ya wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu ya Yanga katika mkoa wa Lindi. Kimsingi tunasema kwamba tumebariki maamuzi ya kamati tendaji na kwamba hatutakuwa tayari kuona timu yetu inakwenda uwanjani kwa mechi yoyote itakayopangwa na klabu ya Simba kwa msimu wa mwaka huu. Mimi sio msemaji sana, namwachia afisa habari wetu wa mkoa ndugu Miraji na Mkaa, ataongea mengi kuwakilisha msimamo wa kauli yetu wa wanachama na washabiki wa mkoa wa Lindi. Asante. Asante sana, nashukuru. Kwa majina naitwa Miraji Hamisi na Mkaa, msemaji wa tawi la Yanga mkoa wa Lindi na afisa habari wa Yanga kwa ujumla mkoa wa Lindi. Lengo letu kubwa ambalo limetuweka hapa na tumekaa kamati na uongozi wetu wa tawi na klabu kuunga mkono yale maazimio yote yaliyopitishwa na kamati tendaji ya klabu ya Yanga makao makuu kupitia rais wetu Engineer Hersi kuhusiana na msimamo wa klabu na tamko la klabu kuelekea mchezo mwingine wa dabi. Nadhani tamko la klabu limeeleweka. Kama Yanga hatutakuwa tayari kushiriki mchezo huo tena kwa awamu nyingine inayofuata kwa sababu za msingi ambazo TFF na bodi ya ligi katika kanuni wametuchanganya. Mechi imeahirishwa bila kuwepo kwa sababu za msingi ambazo zinatambulika na FIFA kwa ujumla wake. FIFA nadhani wanatuambia na CAF wanatuambia kuna mambo mengi ya msingi ambayo yanasababisha mechi kuahirishwa, ikiwemo majanga, dharura mbalimbali, kama kuna maafa, kuna mafuriko, kuna kiongozi wa nchi ana matatizo, kuna kiongozi au kuna mchezaji au kuna mshabiki mkubwa amefariki, unaweza ukasababisha mechi iweze kuahirishwa. Leo TFF na bodi ya ligi wameshindwa kuainisha kanuni hizo, kanuni ambazo wao wamezisema au taratibu walizozisema kuhusiana na kuahirishwa kwa mechi hiyo. Sababu za kiusalama wamesema kulikuwa na sababu za rushwa, kitu ambacho kwa wao ni ngumu. Hawana uwezo wa kutambua rushwa, hawana uwezo wa kutambua masuala mazima ya usalama, sababu unapozungumzia masuala mazima ya usalama ni masuala ambayo wana jeshi la polisi lipo, wanaweza kutoa tamko juu ya matukio yale, lakini TFF wameshindwa kutoa sababu za msingi. Sawa, TAKUKURU wenyewe, taasisi ya TAKUKURU ipo, TAKUKURU ndio itakuwa waje kutoa taarifa, na taarifa hizo zote zitakuwa zitoke baada ya mechi kuchezwa, kwa sababu matukio yote yaliyofanyika kimakosa yana sheria na kanuni zake zipo wazi. Unaweza ukahukumu kwa kutumia kanuni ambazo zilizopo. Kwa hiyo kama wanachama wa tawi la wabishi mkoa wa Lindi tunaunga mkono hoja moja kwa moja kwa viongozi wetu
kuhusiana kuelekea kwa mchezo mwingine wa dabi, Yanga hatutaweza kupeleka timu. Hivyo tunaomba TFF na bodi ya ligi kwa ujumla waweze kuangalia kanuni zipi na sababu zipi zilisababisha mechi ile ivunjikwe. Tunatoa tamko kama tawi la wabishi Lindi, viongozi wote wa kwenye bodi ya ligi na TFF ikiwezekana wawajibishwe na wajiuzuru, ili tuweze kuanza tena upya na taratibu zingine zifuate. Bodi ya ligi imejichanganya, bodi ya ligi imeharibu, bodi ya ligi imetoa imeungana na Simba. Simba walitoa tamko la kusema wao hawatacheza saa 8 usiku katika peji yao ya klabu. Mpaka saa 4 asubuhi, mpaka saa 7 mchana, bodi ya ligi walikuwa wanasema mechi ipo. Ghafla imefika saa 11, saa 10 jioni wanatangaza mchezo hautakuwepo. Kwa hiyo sisi tunaona kama bodi ya ligi, TFF na Simba waliungana katika swala hili kuhujumu ile mechi isichezwe, kutengeneza sinema kama wanavyosema. Na ukizingatia Yanga ndio alikuwa mwenyeji na mwakilishi wa mechi ile, wametukosesha mapato. Yanga kama Yanga tumekosa vitu vingi sana. Watu washabiki wa mikoani mbalimbali walikata tiketi za viingilio. Yanga wenyewe tumepata hasara, na ndio maana hata katika barua yetu tumeomba tulipwe fidia zaidi ya milioni 54 kuhusiana na swala lile, kugairishwa kwa mechi ile. Kwa hiyo kwa mujibu wa taratibu zilizopo, tunamuomba Karia asiendelee kutoa matamko ambayo yanaweza kuhatarisha amani kwa wanamichezo. Ukizingatia nchi yetu sasa hivi inaelekea kwenye chaguzi, nchi imetulia. Mchezo wa mpira ndio mchezo ambao unakutanisha watu kwa pamoja. Mchezo wa mpira ndio ambao unaifanya serikali iweze kupanga mipango yake, sera mbalimbali kupitia michezo. Kwa hiyo tunaomba kama TFF, bodi ya ligi wachukuliwe hatua kwa tukio hili lililotokea. Kwa niaba ya tawi la wabishi nasema asante kwa mkoa wa Lindi kwa ujumla, kwa wanachama wote wa Yanga Lindi. Tamko letu ndio hilo na msimamo wetu ndio huu juu ya kuelekea mechi yoyote itakayopangwa tena ya mchezo huu wa dabi. Asante.